mtazamaji wetu katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tumekuwa tukikuletea kuhusiana na kuelekea siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani, na pengine unaweza ukawa una maoni mbalimbali ambayo umeona ndani ya siku 100 hizi, ambapo leo tupo kama siku ya 75 hivi ambayo tunakuwa tunaendelea nayo mpaka kukamilisha siku 100, na pengine ni kualike na kukaribisha ili kuweza kujua leo nitakuwa na mgeni gani studio, ambapo nimekuwa na utaratibu wa kualika wageni mbalimbali kwa ajili ya kuja kuangalia maoni yao, kuwasikiliza nini wanasema, na pengine kuhakikisha kwamba tunakwenda sawa. Langu jina naitwa Kivumbi maarufu, ni kualike na kukaribisha, karibu sana kwenye mfululizo wa vipindi hivi. Na leo niko na Dr. Saidi Mihayo ambaye yeye ni daktari tunasema ni daktari wa Herbal Clinic, ambapo tumekuwa naye kwenye mfululizo wa vipindi hivi siku ya leo, na tutazungumza naye kuhusiana na yeye ana maoni gani na ni kitu gani ambacho anaweza kawa anataka kutupatia kuhusiana na kuelekea kwenye siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan siku hii ya leo. Kikubwa endelea kuwa nasi ili kuweza kujua mambo mengi ambayo yatakuwa yanajiri hapa. Dr. Saidi, karibu sana kwenye studio zetu. Nashukuru sana. Habari ya Zanzibar? Habari ya Zanzibar njema. Pole na majukumu. Na hongereni sana. Ni hongera. Pole na kwa kama tunateseka hivi. Hapana. Hongereni sana. Hongereni sana. Dr. Saidi, wewe kwanza pengine uji kwa faida ya mtazamaji asiyekufahamu, manake wengi wanakuona pengine labda kwenye mitandao na nini. Kwa kujitambulisha zaidi, wakujue zaidi. Kwa majina anaitwa Dr. Saidi Nasol Mihayo, ni mkurugenzi wa Najim Herbal Clinic, ambapo kituo changu kimejikita sana kutoa tiba mbadala. Tiba ambazo tunatoa tiba za lishe na dawa kwa maradhi mbalimbali. Na Dr. Saidi, bila shaka umekuwa kwenye mfululizo mzuri, ama umekuwa kwenye jamii, na wewe pia unaishi kwenye jamii na unajua yanayoendelea. Tarehe 29 mwezi wa 10 ndio ulikuwa uchaguzi wa Tanzania. Na baada ya kuapishwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya tarehe 3 Novemba, alitoa mwelekeo na kwamba ndani ya siku 100 tutampima kwa kile ambacho amekuwa anakifanya. Pengine nianze wewe hapo. Ndani ya hizi kuelekea siku 100 kukamilika, leo tuko siku ya 75 hivi. Unaona nini hasa? Je, mwelekeo wa kufika nchi ya ahadi ndani ya serikali hii ya awamu ya 6 upo? Naam. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza tunamshukuru Mungu sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu mambo mengi ambayo tulikuwa tunatumainia yatajitokeza katika serikali yetu. Unajua tulipata mshtuko. Mshtuko ulikuwa ni mkubwa, vijana walibadilika sana, nchi ikaingia kwenye machafuko. Tulikuwa tunaishi kwa taharuki. Lakini kwa siku 75 za Mama Samia kuingia madarakani, ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiukweli utendaji kazi umekuwa ni mkubwa sana. Na uwajibikaji umekuwa ni zaidi. Kweli tunaona serikali ya awamu ya 6 namna ambavyo inajitahidi kupambana na matatizo na changamoto za Watanzania. Sehemu mbalimbali ukienda imekuwa ni tofauti na ilivyokuwa nyuma. Unajua tulivyokuwa tunaingia kwenye uchaguzi, vitu vingi vilisimama, miunganiko ilikuwa ni midogo, ilikuwa unapata wasiwasi hata kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini sasa hivi unaona wajibikaji umekuwa ni mkubwa sana. Kiukweli tunampongeza. Tunampongeza sana kwa kazi nzuri ambayo ameendelea kuifanya katika serikali aliyoiunda kwa hichi kipindi. Wakati Dr. Samia anaingia madarakani, pengine kuna kitu labda pengine ulikuwa unaona, kuna wizara labda kuna sehemu ulikuwa unatamani kuiona ikiwa ina mabadiliko, unaweza kutuambia ni eneo gani hasa ambalo unahisi kwako labda lilikuwa ni kikwazo, au kulikuwa kuna huduma haziko sawa, lakini kwa sasa unaona huduma zinaenda vizuri? Ni eneo gani hasa, nyanja ipi? Mimi nitajizungumzia mimi katika nyanja ya Wizara ya Afya, kwa sababu ndiko ambako na hudumu zaidi. Mwanzo tulikuwa tunapata changamoto ya kupata feedback ya vitu. Utaenda wizarani, namna unavyopokelewa na namna ambavyo jambo lako linafanywa kazi ilikuwa tunaweza kudelay kwa muda mrefu. Unaweza ukapeleka fomu ya maombi, unahitaji kuomba kibali,
ili upate kibali kwa ajili ya kuweza kuendelea na majukumu yako, inakuwa ni shida. Au wakati mwingine ulikuwa unaweza kufanya malipo kwa ajili ya kulipia baadhi ya tozo za serikali zinazohitajika ili uweze kupata huduma, uweze kufanya mambo yako kama kawaida kwenye shughuli zako za kila siku. Tulikuwa tunacheleweshwa sana. Umeona? Sasa lakini sasa hivi tunashukuru Mungu. Kiukweli unahudumiwa kwa wakati na zaidi unapata feedback kupitia mtandao. Kwa huko nyumbani haukuhitaji wewe utoke uende ofisini ukapange foleni. Kwa hiyo hichi kinatusaidia sana kiukweli. Tuna kila sababu ya kumpongeza. Tumeona Dar es Salaam umekuwa ukija sana. Pengine tabu ya maji ilikuwa ikisumbua sana hapa katikati. Ni kweli sawa daktari kabisa. Lakini sasa hivi tuna namna ambavyo tunaweza kusema tatizo limepungua. Ili pia unalizungumziaje ili zaidi? Kwa kweli watu walipata tabu. Na tabu ilikuwa ni kubwa. Nadhani tunajua uhai wa wanadamu au wananchi wa Tanzania ni maji. Ndio kipengele cha kwanza. Yanapokosekana maji kiukweli inakuwa ni shida sana. Lakini tunashukuru wizara imeliona kwa wakati, na sasa hivi ilianza mwanzo kwa kutoa mgao siku maalum kwa ajili ya sehemu fulani wapate, sehemu fulani watapata siku fulani, lakini imekwenda hivyo mpaka sasa hivi imekuwa kawaida kwamba sasa maji yanapatikana. Na kwa sababu tuliambiwa na wizara changamoto ile ilisababishwa na ukosefu wa mvua nyingi kwa msimu huu, tumeona pia namna ambavyo wamejaribu kutafuta mbinu mbadala ya kuweza kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo hili kwa kweli tunashukuru, na tunazidi kuiombea serikali yetu na viongozi wetu wazidi kuona umuhimu wa kuwasaidia wananchi. Dr. Saidi, umekuwa ukisafiri pengine kuelekea nje ya nchi. Kwa unavyoona, tumefanikiwa wapi kwenye diplomasia au tumefeli wapi kwa hizi siku 100? Kwa mtazamo wako, nini unaweza kusema kwenye mahusiano ya Tanzania na nchi za nje? Kusema tumefeli, hapana. Hatujafeli. Tena tumepiga hatua kubwa sana. Kwa sababu kabla sijalijibu hilo, tumeona hata juzi Mheshimiwa Rais amekutana na mabalozi wa nchi tofauti tofauti Tanzania. Ile yote ni kuongeza diplomasia, kukuza mahusiano. Kwa hiyo tunaona namna gani anafanya jitihada kubwa katika hilo. Mwanzo tulikuwa mfano ukitoka hapa kwenda Dubai, unafika kule uchukuliwi katika ile nafasi kubwa kama wewe umetoka Tanzania. Unapojulikana umetoka Tanzania, unaonekana kuwa ni mtu umetoka kwenye local government. Umetoka kwenye sehemu ambayo ni ya kawaida sana. Kwa hiyo haupewi ile priority kubwa kama wanavyotoka watu wa mataifa mengine. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli. Tunashukuru sana kwamba jitihada zimeongezeka. Diaspora watu sasa hivi wanatamani kwenda sehemu tofauti tofauti. Na hata Watanzania walioko nje wanatamani kurudi Tanzania. Ni kweli. Vijana tumeona mpaka wameundiwa wizara yao maalum. Gen Z wameundiwa wizara yao. Ndio. Kwa hatua hii kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuunda mpaka wizara ya vijana, sekta imekuwa kama wizara ambayo ndio ambayo inashika sehemu kubwa ya nchi kwa sababu vijana ni wengi. Unadhani kuundwa kwa wizara ya vijana kumesaidia pia kupunguza yale malalamiko kwa sababu wana sehemu ya kusikilizwa, au unashauri nini, au wewe umeonaje, unaweza ukasemea nini kutokana na wizara hii au vijana kuangaliwa kwa jicho la pekee yake? Kwanza vijana kupewa nafasi ni kitu kikubwa sana. Kwa sababu uti wa mgongo wa taifa ni vijana. Ndio tunawatumania katika mambo mengi, katika nguvu ya ujenzi wa taifa letu. Na siku zote wanasema taifa halijengwi na watu baki. Hakuna Mchina atakayekuja kutujengea taifa. Wala hakuna mtu kutoka taifa lolote akaja kuijenga Tanzania. Tanzania inajengwa na vijana ambao ni nguvu kazi iliyopo. Kitendo cha serikali ya awamu ya 6 kuliona hili, kiukweli tunampongeza kwa kiasi kikubwa sana mama kwa jitihada ambazo amezifanya, kwa sababu ameona chachu ya kuwapa motivation vijana. Kwa sababu hapo sasa vitaibuka vitu vingi. Ajira zitaibuka hapo, nafasi mbalimbali zitaibuka hapo, watu watatoa vitu vikubwa walivyokuwa navyo. Vitaibukia hapo kwa sababu umepata sehemu ya kusikilizwa. Na tunaona pia hata katika wizara ya michezo tunaona namna ambavyo vitu vinafanyika. Na juzi tulikuwa tunaona ubadilishwaji wa mawaziri katika wizara hiyo, pia imezidi kuongeza nguvu zaidi katika upande wa vijana, kwa sababu michezo imelala zaidi katika vijana. Na mtazamaji, bado tuko na Dr. Saidi Mihayo ambaye yeye ni daktari wa tiba asilia. Lakini pia ametoa maoni yake namna ambavyo yeye anaona kwa vile ambavyo tunakwenda kwenye
spidi hii ya mabadiliko makubwa chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kuelekea siku 100 za utendaji kazi wa tokea ingie madarakani, na tumekuwa na mwendelezo mzuri wa vipindi hivi. Pengine ukipata nafasi ya kushauri jambo ndani ya hizi siku 100, kuishauri serikali ama kushauri wananchi nini kifanyike, kwa sababu tumeona amani kidogo iliteteleka, lakini sasa hivi imerudi, unaweza ukawa una ushauri gani kwa pande zote mbili? Kwa mpaka sasa tuna siku 75. Katika siku 100 tumebakiza siku chache. Kitu kikubwa ambacho tunaweza tukashauri serikali, kwanza serikali iwe sikivu kwa wananchi wake. Serikali kazi yake wanapokwenda madarakani, wanasiasa wanakwenda kupeleka maoni ya Watanzania. Wanabeba vitu vya Watanzania. Kwa hiyo wakishindwa kuisikiliza jamii au kusikiliza wananchi, ndio maana tunarudi kwenye machafuko kama yale ambayo tumekuwa tukiyaona. Tanzania haijazoeleka kuonekana katika mfumo huo. Kwa hiyo nazidi kuishauri serikali yangu izidi kuona uwezekano mkubwa wa kuzidi kusikiliza na kutatua changamoto za Watanzania. Lakini pia kwa sisi Watanzania wote kwa ujumla, haijalishi lika, mradi wewe ni Mtanzania, nchi inajengwa na wewe. Tuwe na uzalendo na nchi yetu. Tuwe tuna uzalendo na taifa letu. Hatuwezi kuingia kwenye machafuko sisi kwa sisi. Hatuwezi kuuana sisi kwa sisi. Lazima tuwe tuna uzalendo. Tupende vyetu, tuheshimu serikali yetu, tuwe wasikivu, tuwe wavumilivu wa kuvumilia. Vitu haviji mara moja, vinakuja kwa awamu. Kwa hiyo serikali na wananchi tukishirikiana kwa pamoja tunalijenga taifa letu. Mtazamaji, mimi naweza kusema huyo ni Daktari Saidi Nasoro Mihayo, ambaye yeye ametueleza namna ya maoni yake yalivyo kwenye kuelekea siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa wakati mwingine tutaendelea kuwa tunaalika wageni ambao watakuwa wanakuja hapa, na hata kama ni wewe mtazamaji ukiwa unahitaji, basi utatutafuta na sisi tutakutafuta pia, au tutakufikia hata huko uliko kwa ajili ya kuweza kuchukua maoni yako, nini ambacho unakiona, nini ambacho unashauri. Ni kushukuru sana Dr. Saidi Mihayo, na tutaendelea kuwa pamoja kwa wakati mwingine. Asante sana. Karibu sana kwenye studio zetu. Hongereni sana. Asante sana. Mimi sina la ziada, naweza kusema endelea kutufuatilia pia kwenye mitandao mbalimbali, tukiwa tunahakikisha kwamba tunakuletea kile ambacho wananchi wanakisema kuhusiana na hizi siku 100 za utendaji wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye Ikulu, kwenye hizi siku 100. Sina la ziada. Mimi naitwa Kivumbi maarufu. Asante kwa timu yote ambayo imeshiriki kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba tutakuletea kilicho bora kabisa. Asante na kwa wakati mwingine.